Mkoa wetu mara nyingi huwa unakabiliwa na changamoto ya migogoro ya wakulima na wafugaji ambayo hutokana na ukame katika vipindi vya kuanzia mwezi wa 6 hadi wa 12 kila mwaka. Na kutokana na changamoto hiyo ya migogoro ya wakulima na wafugaji, Jeshi la Polisi mkoa wa Lindi tumekuwa tukifanya operesheni mbalimbali ili kuhakikisha kwamba ujio wa mifugo au uwepo wa makundi ya ng'ombe katika mkoa wetu hayawezi kuathiri kwa kiwango kikubwa jamii za wakulima ambao wanahitaji sana mazao yao kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya chakula na matumizi mengine. Katika mwendelezo huo wa operesheni zetu za kuzuia na kudhibiti vurugu za wakulima na wafugaji, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu 2026 majira ya asubuhi kule Ngunichile wilaya ya Nachingwea mkoa wa Lindi, mkuu wa polisi wilaya ya Nachingwea alikuwa kwenye operesheni hizo za kuondoa mifugo ambayo ilikuwa imevamia hifadhi ya kijiji cha Ngunichile kule Nachingwea. Wakiwa kwenye operesheni hiyo walikamata ng'ombe au kundi la ng'ombe wapatao 800, na baada ya kuwakamata ng'ombe wale likatokea kundi la vijana wa Kisukuma ambao ni wachunga ng'ombe zaidi ya 10 wakiwa na silaha za jadi kwa maana ya mishale, upinde, marungu, mapanga na mikuki, kwa lengo la kuwanyang'anya askari wale ng'ombe. Katika vurugu hizo wavamizi hao waliweza kuchukua mifugo zaidi ya 400 na askari wakabakiwa na nusu ya mifugo hiyo, kwa maana ng'ombe wengine 400. Kutokana na tafrani hiyo, askari wetu walitumia risasi, lakini pia walitumia mabomu watawanya ili kujihami na zile silaha za jadi kwa maana ya mikuki, mishale na silaha zinginezo. Kutokana na operesheni hiyo na vurugu hizo, kama nilivyowataarifu, siku hiyo hiyo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 4:30 usiku tulipokea taarifa kwamba katika ule msitu wa Ngunichile umeonekana mwili wa kijana aitwaye Mwigulu Mkinga Mahembo. Huyo ana miaka 22, kabila lake ni Msukuma, ni mkazi wa Kiangara kule wilaya ya Liwale, na kazi yake ni mchunga ng'ombe. Mwili wake umeonekana ukiwa umelala kule porini na amekufa. Baada ya taarifa hizo, tulimchukua ule mwili tukaupeleka katika hospitali au kituo cha afya Kibutuka kule Liwale, na baada ya daktari kufanyia uchunguzi amebaini kwamba kijana yule amefariki kwa sababu ya kuchomwa na kitu chenye ncha kali upande wa kiuno na upande wa kushoto wa kiuno. Mwili wa marehemu ule na sasa tunavyoongea umekwisha zikwa kijijini kwake kule Kiangara, na ufuatiliaji wa tukio hili unaendelea. Kijana huyu pia Jeshi la Polisi lilikuwa linamtafuta kwa kosa la mauaji ya kijana mwenzake. Tukio hilo alilifanya tarehe 6 mwezi wa 10 mwaka 2025 kule Ngunichile wilaya ya Nachingwea, na hata kumbukumbu ya rekodi zetu ipo ambayo ni Nachingwea IR namba 825 ya mwaka 2025. Lakini ile kumbukumbu zetu pia tulizo nazo kuhusu kijana huyu mwaka jana, mwaka 2025, aliwafanyia vurugu sana askari walipokuwa kwenye operesheni hizi za kuzima vurugu za wakulima na wafugaji. Naomba nitumie fursa hii kutoa wito kwa makundi ya wafugaji katika mkoa wetu wa Lindi. Imekuwepo tabia mara kwa mara ambapo
jeshi la polisi linapoendelea na operesheni hizi zenye lengo zuri la kuhakikisha kwamba wakulima na wafugaji wanafanya kazi pamoja, wanaishi pamoja, lakini wale vijana wa wafugaji mara nyingi wamekuwa na mfumo au mtindo wa kuwashambulia askari. Kwa naomba nitumie fursa hii kuwaonya kwamba ni marufuku askari wanapotimiza wajibu wao wawaachie waendelee kutimiza wajibu wao kwa mujibu wa sheria.